Nikiwa najisomea leo nimekutana na takwimu ambazo hazijanishtua, lakini nimeona kwamba zinaweza zikatusaidia au zinaweza zikamsaidia mtu fulani sehemu. Na unajua elimu yenye manufaa ni ile ambayo siku zote inaweza ikatembea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Sawa sawa. Naomba nikupitisha kwenye hizi takwimu, ziko 3 na nukuu moja. Takwimu ya kwanza inasema hivi: 85% ya mafanikio ya mtu katika kazi na maisha yanategemea jinsi anavyojiamini na kuwasiliana, huku 15% pekee ikihusiana na ujuzi wa kitaaluma. Hii imefanywa na Carnegie Institute of Technology. Nyingine ambayo imeandikwa na Harvard Business Review inasema hivi: watu wenye kujiamini wana uwezekano 33% zaidi ya kupata promotion kazini na kuwa viongozi bora. Watu wenye kujiamini. Na nyingine hapa inasema zaidi ya 70% ya watu duniani wanakiri kuwa kukosa kujiamini kumeathiri maamuzi yao makubwa maishani, ikiwa ni pamoja na fursa walizopoteza. Kuna kitu tumepata katika hizi takwimu 3. Ya kwanza inasema 85% ya mafanikio ya mtu katika kazi na maisha inategemea jinsi anavyojiamini na anavyowasiliana. Afu zile 15% pekee ndio inahusiana na ujuzi wa kitaaluma. Lakini watu wenye kujiamini wana uwezekano wa 33% zaidi ya kupata promotion kazini na kuwa viongozi bora. Na ya mwisho nasema zaidi ya 70% ya watu duniani wanakiri kuwa kukosa kujiamini kumeathiri maamuzi yao makubwa maishani, ikiwa ni pamoja na fursa walizopoteza. Hii inamaanisha nini? Inathibitisha kuwa kujiamini sio tu hisia, bali ni silaha muhimu ya mafanikio ya kila siku kwa mwanadamu. Na nukuu moja ambayo nimeiona leo ikishabihiana na haya mambo ya kujiamini inasema, kujiamini ni siri ya mafanikio. Unapoamini katika uwezo wako, unafungua milango ya fursa, unakabiliana na changamoto kwa ujasiri na unajenga maisha unayostahili. Karibu sana. Leo hii nataka tuongelee jinsi kujiamini kunavyoweza kubadili maisha yako. Hii episode maalum kabisa unaipata hapa kupitia Bambara TV, ambao ni ndugu zangu kutoka Burundi wamenitembelea na wameomba tuongee na vijana wa Burundi ambao pia wanasikia Kiswahili, basi waweze kupata kitu fulani kuhusiana na kujiamini, kwa sababu kujiamini sio tu tatizo labda la Afrika Mashariki pekee, lakini ni tatizo la dunia nzima. Sehemu nyingi sana watu wengi wanakuwa hawajiamini. Kwa hiyo leo tuangalie basi kujiamini kunawezaje kubadilisha maisha yako. Karibu sana. Na mimi naitwa Ezden Jumanne. Kumbuka hapa ni Bambara TV pamoja na Success Path Network. Tunataka tuende moja kwa moja kwenye kuangalia kwamba kujiamini kunawezaje kubadili maisha ya mtu kabisa. Point ya kwanza, kujiamini siku zote kutakufanya uwe kwa mtu wa kuweza kujitokeza na kuchukua fursa. Ninaposema kujitokeza na kuchukua fursa, namaanisha kwamba mtu anayejiamini siku zote huwa sio mtu anayekaa na kusubiri mpaka fursa ijitokeze au aitwe kwenda kufanya jambo fulani. Yaani kuwa mtu wa kuelekezwa kwamba bwana wewe njoo ufanye kitu fulani au njoo kuna kitu fulani. Isipokuwa mtu anayejiamini siku zote anainuka na kuzifuata fursa yeye mwenyewe. Sio tu kuzifuata, anazitafuta fursa yeye mwenyewe. Hasubiri mpaka aje aambiwe fanya kitu fulani. No. Anajitoa na kutafuta fursa yeye mwenyewe. Na katika kutafuta fursa ina maana kuna vitu vingi zaidi. Jinsi unavyowasiliana na watu, jinsi unavyozungumza na watu, jinsi unavyosoma vitu mbalimbali, jinsi unavyokuwa mchunguzi wa kuangalia vitu mbalimbali vinakuaje, na huyu muoga katika kuuliza kitu fulani, kwa sababu wakati mwingine unapouliza ndio unajua kitu fulani, unafahamu information fulani, taarifa fulani, fursa fulani. Kwa hiyo kujiamini kunaboresha vipi maisha yako au kunaweza kubadilisha vipi maisha yako katika namna bora zaidi, ni kwamba kwanza itakujenga kuwa mtu ambaye unazitafuta fursa, sio mtu ambaye unakaa eti unasubiri fursa zije, kwa sababu fursa haziwezi kuja hata siku moja. Ni lazima uzitafute. Point ya pili, huongeza mafanikio kwenye kazi na biashara. Mtu anayejiamini siku zote atakuwa ni mtu ambaye anaweza kujieleza vyema bila uoga, sawa, lakini anakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuweza kushawishi wengine. Unajua kitendo tu cha kuweza kushawishi wengine inamaanisha anaweza kumshawishi hata mwajiri wake akaona kabisa kwamba huyu jamaa ni mchapakazi bora kuliko wachapakazi wengine. Kwa huenda hata akamshawishi kumuongezea mshahara kwa hoja ambazo atakuwa nazo. Kwa sababu siku zote kwamba una hoja gani?
Lakini ukiwa uwezi kushawishi, na maana hauwezi kubadilisha kitu chochote. Na maana hata hoja ikiletwa, mtu akikupinga mara moja umeachana nayo. Lakini kama una hoja za msingi, unaweza ukasimama, ukatetea hoja zako, ukashawishi watu wengine, ukashinda, ukajieleza vizuri zaidi. Lakini on top of it all ni kwamba unaweza pia kuwa unafanya maamuzi sahihi na thabiti. Kitu ambacho siku zote kitakupa matokeo mazuri tu. Kwa sababu watu wanaojiamini wanapata nafasi bora zaidi kazini na hata kuanzisha biashara zenye mafanikio kupitia pointi hiyo. Ndio maana nikakwambia kwamba watu wenye kujiamini wanaweza kuongeza mafanikio kwenye kazi na biashara, ikiwa ni pointi ya pili. Tunaongelea kujiamini kunawezaje kuboresha au kubadilisha maisha yako. Pointi ya tatu, kuboresha mahusiano na uhusiano wa kijamii. Sasa kwenye mahusiano na uhusiano wa kijamii ni kwamba watu wanaojiamini siku zote huwa wanaijua na kuitambua thamani yao. Ukiwa unaitambua thamani yako, hauwezi kuogopa au kuwa na hofu ya kukataliwa. Sawa, kwa mfano unajua kwenye jamii unaweza ukataa kitu fulani watu kukataa, au kumtaka mtu fulani akukataa, au kwenye kundi fulani ukakataliwa, au rafiki ukataliwa, au kazi. Kitendo cha kukataliwa huwa kinawakatisha watu wengi sana tamaa na kuwafanya wanarudi nyuma na wanaanza kujilaumu na kuona kwamba labda mimi sifai au mimi sijui vipi. No. Isipokuwa mtu anayejiamini anajua thamani yake, yani anajua kabisa thamani yake. Kwa hiyo anajua nikikataliwa sehemu moja na mtu fulani, hii haimaanishi kwamba dunia nzima imenikataa. Dunia ina watu wengi sana, au hapo jamii anayoishi kuna watu wengi sana. Ikiwa mtu mmoja hajamuelewa, then kuna mtu mwingine atamuelewa sehemu, kwa sababu pia tumeumbwa hivyo. Tumeumbwa katika utofauti, kwamba kuna wengine wanapenda A, wengine wanapenda B, wakati wengine wanapenda C, wengine wanapenda D. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kukosa kitu fulani sehemu moja haijafunga milango sehemu nyingine. Kwa nini unaanza kukaa chini, unaanza kujilaumu, unaanza kujifungia ndani kwa sababu tumekosa fursa fulani? Nimeona watu wengi sana kwa sababu kakataliwa na mtu au kakosa kitu fulani au kafukuzwa kazi sehemu, tayari anakaa analia tu siku zote anajifungia. Kwa nini? Kumbe labda Mwenyezi Mungu anakuonesha njia, itakiwa utoke nje uende ukatafute fursa nyingine, ungepata kitu kingine ambacho kingeweza kuwa bora zaidi. Kwa hiyo ile ufahamu kwamba inaboresha mahusiano na uhusiano kwenye jamii pia. Sawa sawa. Pointi ya 4, hukuza uwezo wa kukabiliana na changamoto. Sasa mtu anayejiamini siku zote anajua na anatambua kwamba maisha yana changamoto iwe itakavyokuwa. Kuna watu wanaamini kwamba eti matajiri hawana changamoto. Wanaamini kwamba wao siku wakipata fedha tu wameshaachana na changamoto zote za dunia. Kawaulize. Changamoto kila mtu anazo. Tena changamoto za kila mtu zinakuja kutokana na level yake ya maisha, yani na level ya uelewa wake na level yake ya maisha, basi anapata changamoto zinazolingana yeye. Kwa kila mtu ana changamoto. Isipokuwa tofauti ya watu wanaojiamini na wasiojiamini, wale wasiojiamini huwa wakipata changamoto huwa wanaona ndio mwisho wao umefika. Yani wanaona Mungu wangu, tutafanyaje tena? Mimi ndio tayari tena. Nitafanyaje? Nitainuka vipi? Huu ndio mwisho wangu. Vile unapofikiria ndivyo itakavyokuwa. Lakini mtu anayejiamini siku zote anaona kwamba changamoto ni sehemu tu ya mchakato. Yani changamoto ni daraja la kuelekea kwenye mafanikio. Kwa sababu hauwezi kufanikiwa bila kupitia majaribu kidogo, bila kupitia vitu vigumu kidogo. Utaeleza nini ukiwa umeshafanikiwa kama ujui hustle zote, ujui ugumu wote? Hebu fikiria hata mtu ambaye amefanikiwa kibiashara, labda amefanya biashara kubwa. Watu wanapokuja kumuomba ushauri, lazima katika kueleza kwake, lazima iwepo sehemu atawaelezea kuhusu changamoto zinazotokea katika ukiwa unakuja kwenye njia ya biashara hii. Na sio tu kuelezea changamoto, lakini sehemu kubwa awaeleze jinsi ya kuzitatua hizo changamoto. Kwa hiyo utaona kwamba mtu aliyefanikiwa ni yule ambaye ametatua changamoto kadhaa. Kwa hiyo kama unataka kuwa mtu mwenye mafanikio, lazima uweke wazi kabisa kwenye akili yako kwamba changamoto zipo na utakutana nazo. Na usizikimbie, lakini unatakiwa uzikumbatie, kwa maana kwamba changamoto wakati mwingine ni njia ya kufikisha kule unakotaka kwenda. Mimi huziita daraja. Changamoto ni daraja la kule unakotaka kwenda kuzuri zaidi, upande wa pili. Sawa sawa. Kitu cha mwisho cha 5, kujiamini kunawezaje kubadilisha maisha yako, ni kwamba kutakuletea furaha na amani ya moyo. Kwa sababu watu wanaojiamini, cha kwanza wao wanajikubali jinsi walivyo. Hawawi watu ambao wanakufa moyo kwa sababu eti fulani au kundi fulani linaongelea vibaya, au wamepewa maoni hasi kuhusiana na watu fulani, watu wamewaponda, wameongelea vibaya, wanaanza na wao kuona kwamba labda kweli bana sisi sio watu wa kufanikiwa. No. Nani kasema? Mwenyezi Mungu alishaandika mafanikio ya kila mtu na kama kuanguka kwa kila mtu kama kupo alishaandika. Especially kufanikiwa alishaandika tayari. Kwa hiyo hata dunia nzima ijipange
ikuletee kitu ambacho wewe hutakiwa kukipata, wewe huwezi kukipata. Na hata dunia nzima ijipange kukuzuilia kuyafikia mafanikio ambayo Mwenyezi Mungu ameshaandika yatakufikia, basi mafanikio yatakufikia hata iweje. Hiyo ndo kadari. Sawa? Kwa hiyo watu wanaojiamini siku zote wanafahamu ukweli huu pia kwamba kuna kadari. Kadari maana yake Mwenyezi Mungu alivyokadiria na alishakadiria tayari na itakuwa vile alivyokadiria. Na watu wengi wakifahamu hili, utaacha hata kukimbizana, utaacha kushindana, utaacha kuiba, utaacha kudhulumu na kuonea watu wengine, kwa sababu huenda likakutokea lile ambalo unawafanyia watu wengine. Kwa sababu huenda sisi tusiwe ndugu wa damu, lakini kitendo cha mimi nikikudhulumu wewe na ikakuuma kwenye moyo wako kwamba kwa nini jamaa kanifanyia hivi, basi huenda kuna kitu kitanitokea mimi pia. Afu itanitokea mimi hata sitajua ni kwa nini. Nitaona tu leo bwana kama sio siku nzuri, leo namkosa. No, ni kwa sababu umekuwa ukifanyia watu vitu vibaya. Kwa hiyo ishi kwa kufanyia watu vitu vizuri, kikubwa zaidi ishi kwa kujiamini siku zote, ukiamini kwamba kizuri kilichoandikwa kuja kwako kitakufikia. Onyesha juhudi, kuwa mtu mwenye juhudi, kuwa mtu mwenye kufanya kazi, jiamini, wewe kuwa na mipangilio mizuri, hakikisha unafanya vitu vyako vizuri. Naomba nikukumbushe kwa haraka vitu hivi vitano, jinsi gani kujiamini kunaweza kubadili maisha yako. Cha kwanza nimesema kujiamini kutakufanya ujitokeze na uwe mtu wa kuzichukua fursa, sio mtu wa kukaa ndani na kusubiri. Hamna mtu atakuletea. Toka nje, tafuta mwenyewe. Huku unajiamini, katafute, utapata. Ya pili inasema kuongeza mafanikio kwenye kazi na biashara. Sawa, utakuwa mtu mzuri mwenye kuweza kujieleza vizuri, utaweza kuwashawishi wengine, utaweza kufanya maamuzi mazuri na thabiti. Kitu cha tatu nimesema huboresha mahusiano na uhusiano wa kijamii, kwa sababu utakuwa unajijua thamani yako wewe ni nani. Kwa hiyo hautaruhusu hofu ya kukataliwa ikuzuie kuzungumza, kushirikiana au kujenga mahusiano yenye afya na watu wengine ambao wako tayari kushirikiana na wewe. Kitu cha nne nimesema husaidia kukuza uwezo wa kukabiliana na changamoto. Yes, mtu yoyote ambaye anajiamini anajua changamoto ni sehemu tu ya ukuaji. Ni daraja tu la kupita kuelekea kwenye mafanikio, lakini sio mwisho wa story. Na cha mwisho, cha tano nimesema huleta furaha na amani ya moyo. Ukiwa unajiamini vizuri, unajielewa vizuri, hauwezi kuhangaika na maoni hasi, watu wanaokuambia, watu wanapokuponda, wanapokutukana au wanapokukebei. Sawa, wewe unatakiwa kuamini kwenye story yako binafsi. Hiyo ndio story yao, wao hawakuamini. Swali, story yako wewe ni ipi? Wewe unaamini nini? Wakati umekaa kwenye kioo unajitazama au ukikaa peke yako unafikiria kuhusu wewe na maisha yako, wewe unaamini nini? Wewe unasema nini kuhusu wewe mwenyewe? Hiyo ni muhimu na ina maana sana. Sawa. Mimi naitwa Ezden Jumanne, naamini kuna kitu kizuri sana utakuwa umejifunza. Ndugu zangu wa Burundi, naamini mnanipata vizuri sana hapa Bambara TV. Ukitaka kupata vitu vingi zaidi kuhusiana na mimi au tafadhali fuata channel yangu, inaitwa Success Path Network. Tamuomba brother atuwekee chini kwenye link kwenye description hapo, kwa unaweza ukaklik hapo ukaona moja kwa moja. So till next time, bye bye.